Bwana asifiwe sana. Ninayo furaha na namshukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo nimeipata. Mshukuru pia mchungaji kwa kuona ninafaa kusimama na kuleta maneno ya Mungu mbele ya Mungu na mbele ya watoto wake. Bwana asifiwe. Kama nilivyotambulishwa, majina yangu ni Gideon Mzonya. Nina nafasi kadhaa. Ya kwanza ni mtoto wa Mungu. Alafu nafasi yangu ya pili ni mume, nimeoa na mke wangu anaitwa Veni au Venisia. Lakini pia mimi nafasi yangu ya tatu ni baba. Tuna mtoto mmoja kwa sasa na anaitwa Allison. Nafasi yangu ya nne ni mchungaji na mkurugenzi wa shirika Life Ministry. Kwa hiyo ndio nafasi Mungu ambazo ameniheshimu kuzitumikia kwa sasa. Kwenye Life Ministry labda niulize, najua tunahubiri lakini sio mbaya tu kufahamu. Wangapi wanachai kuisikia au wanaifahamu Life Ministry? Okay. Kwa hiyo kumbe naongea na wenyeji. Bwana asifiwe sana. Life Ministry kwa wasiofahamu, lengo lake ni moja, ni kusaidia kutimiza utume mkuu kwa kusaidia kufundisha mafunzo mbalimbali ya kushuhudia ili kila mtu aweze kushuhudia, lakini pia akiokoka aweze kufuatiliwa. Tuna kauli mbiu tunasema tunataka kuona harakati za kiroho kila mahali. Maana yake ni kwamba tunatamani kuona kila sehemu ambapo wewe utakapokuwepo, ukitaka kumshuhudia mtu na yeye pia anataka kushuhudia. Hapo tunaona harakati zimeenea kila mahali. Na harakati zinaanzishwa kikundi cha watu wachache au mtu mmoja, sifa kubwa ya harakati inajizidisha. Kwa hiyo sisi tunasimamia katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 2, ambao Paulo anamwelekeza Timotheo, anamwambia yale yote ambayo nimekufundisha. Sasa wewe Timotheo utafuta waaminifu watakaofaa kuwafundisha wengine. Kwa hiyo alianza Paulo, akaja Timotheo, baada ya hapo akaenda waaminifu wa wengine. Kwa hiyo tunataka kuona kila Mkristo ana uwezo wa kumpata mtu mmoja kwa Kristo, ana uwezo wa kujenga kumjua Kristo, na ana uwezo wa kumtuma na yeye akawafikie wengine. Bwana asifiwe sana. Tanzania tuko toka mwaka 85 kwa maana usajili, lakini kwa huduma tuko toka miaka ya mwisho ya 70, na tuna huduma kubwa 4 kwa sasa Tanzania. Tuna huduma ya wanafunzi wa sekondari na vyuo, tuone harakati kwa tunawafundisha watu ambao wana mzigo wa kuwafikia wanafunzi vyuo vikuu na sekondari, namna ya wao wakaanzisha harakati. Kwa hiyo tunashirikiana na watendakazi wote, aidha ni fellowship, aidha ni mtu binafsi anatamani kuona watu wanakuja kwa Kristo. Kwa maana wanafunzi tunamfundisha mbinu rahisi za kuwafikia, lakini pia tuna huduma ya filamu ya maisha ya Yesu. Ninaamini wengi mmeiona kipindi cha Christmas, labda cha mwaka mpya, Pasaka. Sisi ndo waandaaji. Tumeizindua hii kwa lugha ya Kiingereza kwa mara ya kwanza ulimwenguni mwaka 79, na tukaanza kuzitafsiri katika lugha za ndani, na sasa hivi Tanzania tuna lugha 100 zimetafsiriwa. Kwa hiyo sasa hivi mtu anaweza angalia filamu akaona kwa lugha yake ya asili. Kwa bado lugha 23 tumalize lugha zote hapa Tanzania, ili Watanzania wasiseme hatukusikia injili maybe kwa sababu hatujui Kiswahili au hatujui Kiingereza. Tunakuletea Yesu kwa lugha yako. Kwa hiyo tunatamani kuona kila mtu anamjua Kristo. Huduma ya pili, ya tatu ni kuona tunaanzisha makanisa au tunapanda makanisa sehemu ambapo hakuna makanisa. Kwa hiyo tunashirikiana na makanisa kufundisha mbinu rahisi na nyepesi. Inaanza na watu wachache, 2 mmoja, inajizidisha wanakuwa kanisa kwenye eneo ambalo hakuna makanisa. Lakini eneo la 4 ni tunafahamu, ingekuwa ni kwenye seminar ningeuliza hili swali, nchi gani ambayo ina watu wengi sasa hivi? Ndio nchi mpya alafu ina watu wengi sana. Ili swali nikiuliza, na najua pia wewe utakubaliana na mimi kwamba ni China au India, lakini kuna nchi mpya inaitwa mitandao ya kijamii, ambayo kila mtu naamini humu ndani wote tumo humo kwenye hiyo nchi. Kwa hiyo namna gani sasa kuwafikia watu ambao wako online, na sisi watendakazi ambapo Yesu anasema tumuombe Mungu alete watendakazi kwa sababu mavuno ni mengi, tuko offline. Sasa tunafanyeje ili tuweze kuwafikia watu ambao wako karibu na wewe kwa mwili lakini wako mbali na wewe kwenye mtandao? Unaweza kufahamu hata kwenye harusi tuko kwenye meza pamoja, lakini wengi wako kwenye simu zao, lakini tuko karibu hapa, hatuwezi kuconnect. Sasa tunafanyaje kuwafikia hao watu? Na vijana wengi ambao tuko sasa hivi ambao katika Tanzania chini ya miaka ya 35, 76 ndio vijana ambao ndo large population ya nchi ya Tanzania. Sasa tunafanyaje kuwafikia hao vijana?
tunatumia digital strategies kuwafikia hao wote ambao wanatamani kutumia au wanatumia mitandao ya kijamii. Tuna huduma nyingine ambayo tunataka tuianzishe mwaka huu Tanzania, lakini nchi zingine wameshakuwa nayo, kuwafikia watu kwenye marketplace. Moja ya changamoto Tanzania au kanisa Tanzania halijawa na strategy sahihi au nzuri ya kuwafikia ile asilimia ndogo ambayo ina influence kubwa. Namna gani watu wakaja kwa Kristo na vitu kama hivyo. Kwa tunatumia mbinu mbalimbali za kuwafikia watu wa kwenye kaliba hizo. Na kwa neema ya Mungu, namshukuru Mungu, nimeongozana na team ya Life Ministry. Hawa ni wamishonari wanaoandaliwa, wao kwenye mafunzo. Sisi Life Ministry ni wamishonari. Hatulipwi mshahara kwa maana ya kupokea mshahara kutoka Life Ministry, tuna support kama wa missionary. Kwa hiyo tuna wanafunzi wamemaliza vyuo vikuu, naomba msimame, tuko nao hapa. Hawa ni wanafunzi wamemaliza vyuo vikuu, sasa hivi ndio wanaingia kwenye mafunzo maalum ya umissionary ili tushirikiane nao kuendelea kuwafikia watu wengine kwa Kristo. Mungu akikupa neema kuongea nao, kusikia story zao ni nyingi. Wengine wameacha kazi nzuri za mishahara, wengine walipata promise ya kwenda kufanya kazi lakini waliamua kuacha kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kuongea nao, ukawatia, ukaomba nao, lakini pia ukawasupport kifedha, pia Mungu atakubariki sana. Asante sana paka. Sasa niingie moja kwa moja kwenye neno la Mungu. Tutasoma kitabu cha Mathayo sura ya 6 kama somo letu la pili tulilosikia. Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Ninaamini ni mstari ambao unaweza ukausema kwa kichwa. Mathayo 6:33. Tasoma kwa msaada wa Yesu Kristo. Sema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Naomba tusome kwa pamoja nyuma yangu. Bali utafuteni kwanza, nitasema nyinyi mtanifuatisha. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya neno hili ambalo watoto wako walisikie na wajifunze. Nashukuru kwa kuanza kuongea na mimi, kunifundisha na kunielekeza, na ninajua pia kuna watu wengi ambao utawafundisha. Kwa sababu nimeamini nilitoa neno hili, ninaomba nitumie kama chombo nikaseme sawa sawa na mapenzi yako, na wakaweze kusikia watoto wako katika namna ambavyo wewe una communicate nao. Tunaomba yote haya katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Sura Mathayo sasa sura ya 6, tukianza na sura ya 6 na ya 7 ni mafundisho maalum Yesu aliyatoa kwa wanafunzi wake. Kwenye Biblia za Kiingereza wanasema ni Sermon on Mountain au mahubiri yaliyofanyika kwenye mlima. Lakini sio sana sababu ya mahubiri ya kwenye mlima, ni kile kilichofundishwa. Kwa tafsiri nyingine tungeweza kusema mahubiri ya ufalme. Kwa sababu sura hizi kwa sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 12 unaeleza namna gani ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu anafundisha nini ukifanyike ili wewe uweze kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Alafu katika mstari wa 13 mpaka sura ya 7 anatufundisha namna gani tunaweza kuishi tukiwa wafalme. Ni mfano tu mdogo ambao ukiwa unataka kusafiri mkoa fulani mgeni au nchi ya ugeni, utafanya study yako namna gani na utaratibu upi wa kuingia katika hiyo nchi au hilo eneo. Tukiongelea nchi inakuwa nzuri zaidi kwa sababu kuna utaratibu kama labda vibali, kwa maana ya vibali vya kusafiria, vibali vya kuingia katika hiyo nchi. Alafu kuna utaratibu sasa wa namna ya kuishi ukiwa katika hiyo nchi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu anatufundisha katika sura hizi 3. Moja, anatufundisha namna ya kuingia. Ukisoma kwa utaona pale heri wenye safi, heri wenye utulivu. Vitu vingi vinaelezea namna ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Alafu sasa ukishaingia anatuelekeza namna ya kuishi katika ufalme wa Mungu. Sasa katika sura
ya 6 mstari tuliosoma unaanza na bali. Sasa ukisoma vizuri au msomaji mzuri wa Biblia, ukisikia neno mstari wote unaanza na bali, maana yake ni kwamba umeanzia sehemu fulani. Sio mstari unaanzia hapo. Kwa hiyo ukirudi nyuma tokea ile somo la pili tumesoma mstari wa 26, lakini tukirudi nyuma zaidi mstari wa 5, Yesu anaelezea na anatambua kama mwanadamu tuna mahitaji yetu. Na mahitaji yataenda hand in hand na maisha yetu. Namna tunahitaji kula ili tuishi, kunywa ili tuishi, tunahitaji kuvaa ili tuonekane vizuri, lakini pia tunahitaji kuishi, tupate maeneo ya kukaa, na mahitaji yote ambayo mwanadamu anahitaji ili aishi. Na anajua kabisa kama mwanadamu ana nia ya kuhakikisha anayapata hayo mahitaji. Kwa anaanza mstari wa 25 anasema usisumbuke, usiwaze ule nini, uvae nini. Na anaelezea kwa nini usisumbuke, kwa sababu Mungu anajua hayo mahitaji, anayafahamu. Na anatoa mfano wa maua ambayo yanavikwa mavazi, na ni maua ambayo leo yapo kesho hayapo. Lakini wanasema hata Mfalme Suleiman ambaye ndio anaonekana tajiri kuliko tajiri yote cha kutokea, hajawahi kuvishwa mavazi mazuri kama maua. Kama maua tu hayo Mungu anafanya hivyo, je, si zaidi sana kwa sisi ambao ni watoto wake? Kwa anasema ili sasa hayo mengine ambao unatafuta yaweze, kuna utaratibu. Sema utaratibu. Anautoa katika Mathayo 6 mstari wa 33. Sasa kama unaandika, andika kuna kanuni nyepesi sana ambayo hata mtoto wa darasa la kwanza anaiweza, ambayo ni 1 + 1 sawasawa na 2. 1 + 1 sawasawa na 2. Sio 1 zidisha 1 au 1 toa 1 au 1 gawanya 1. Kwa sababu hizo zote hazitakupa majibu ya 2. Itakupa aidha jibu 1 au 0. Sasa 1 + 1 sawasawa na 2. Chini yake pale andika ufalme. Kwenye ile 1 chini yake andika ufalme. Alafu katika ile jumlisha andika na. Alafu 1 inayofuata andika haki. Alafu sawa kwenye ile 2 chini sasa weka hayo yote. Sasa weka ile hitaji ambalo wewe unalo, weka pale. Kile ambacho unatamani Mungu afanye ndo pale sasa. Kwa kanuni ni kwamba tunatafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Kwa kama unaandika kichwa cha habari, kichwa changu cha habari ni Mungu kwanza. Bwana asifiwe. Sasa tukiangalia katika ufalme, tuangalie ufalme. Tunajua kwamba ni mamlaka, ni utawala, ni uweza. Kwa nini Mungu anataka tutafute ufalme? Kwamba anataka sisi tujue na tufahamu na uingie ndani ya maisha yetu ule utawala, ule uweza. Tunafahamu Tanzania au Tanganyika ilitawaliwa na Mwingereza kwa muda mrefu zaidi, na ndiyo ambaye ameweza kuathiri au kuaffect maisha yetu ya Watanganyika. Leo Tanzania tuna chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu mtawala anakunywa chai. Na nilipewa taarifa kwamba chai ya aliyetangulia Malkia aliyefariki alikuwa anakunywa chai kutoka Iringa. Sina uhakika sana, lakini nilipewa hiyo taarifa. Maana nimeishi Zimbabwe nikaambiwa pia chai ya Malkia inatoka Zimbabwe. Sasa sijajua hipi ni kweli, lakini sehemu ambapo Mwingereza au mtawala alikuwepo aliathiri mfumo wa maisha, tukaanza kupenda kunywa chai. Ndio maana ukisoma takwimu za watu wanaokunywa kahawa, nchi ambazo Uingereza amepita haizishika hata nafasi namba 1 au paka namba 10, kwa sababu ya ile effect ya utawala. Mfumo wetu wa elimu tunaanza chekechea mpaka chuo kikuu kwa kupita hizo shule za msingi, then sekondari, then A level, then chuo. Ni kwa sababu Mwingereza ndio kwa mfumo wake wa elimu. Tunaendesha magari upande wa kulia kwa sababu mtawala anaendesha magari upande wa kulia. Kwa alilazimisha mfumo wetu wote wa uendeshaji wa magari uwe ni huo hivyo hivyo, ili aweze kuendelea kutawala na sisi tuwe kama yeye. Kingine, mtu wa kiume akisimama mbele ya watu hadhara kama hivi, ili aheshimike, anatakiwa kuvaa suti na tai kama mimi hivi.
Huo ndio utaratibu wa Uingereza ukachukuliwa, na ndio maana uliona rais wetu wa kwanza yeye akaenda sehemu nyingine akagundua sio hii, mimi nachukua kaunda suit. Yeye akaanza kuvaa kaunda suit kwa sababu anasema utaratibu sijautaka, mimi nataka huu mwingine. Lakini watu wote ambao wana dress katika formal settings lazima wavae suti na tai. Wachungaji, namshukuru Mungu kwa ajili ya baba yangu hapa, yeye hana budget ya suti hizi, ana joho hapo. Kwa hiyo sisi wengine ambao tunabidi tusimame mbele za watu tunabidi tuwe na suti za kutosha. Ni kwa sababu tumekuwa affected na utawala. Sasa kwa nini haya yote? Angalia leo, wala uwazi unaamka tu asubuhi unaingia kama unaendesha gari, wala uwazi kuendesha kushoto, unaendesha kulia kwa sababu tayari you are affected. Bwana asifiwe. Kwa Mungu anataka sisi tutawaliwe, yani tutafute ufalme wa Mungu ili ule utawala uaffect maisha yetu na tuishi kama mtawala. Bwana asifiwe. Anataka kokote tutakapokuwa tu affect ile ule utawala wa Mungu, ule uweza wa Mungu, mamlaka yake yaweze kujidhihirisha kwenye maisha yetu ya kila siku, ili watu wamuone Mungu kupitia maisha yetu. Hapo ndio kwenye tafuta kwanza ufalme. Sasa tukienda kwenye haki. Haki ni nini? Imetoka kwenye neno la Kiingereza righteousness, lakini ukiangalia dictionaries nyingi zitakupa definition tofauti. Lakini moja ambayo ndio naona ina summarize kila kitu. Haki ni kufanya jambo sahihi mbele ya macho ya Mungu. To do the right thing in the sight of the Lord. That is righteousness. Sasa tunarudi kuangalia ni kitu gani Mungu ukikifanya mbele yake anaona ni sawa. Ni kitu ambacho yeye anakipenda. Ni nini Mungu anakipenda? Ukisoma Yohana 3:16. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Hakuishia kwenye kupenda. Akatoa. Na hakutoa tu kitu cha kawaida, kilimkosti maisha yake. Ukisoma Luka sura ya 18 kwenda 19. Yesu wakati anaomba pale bustanini kabla hajaenda kusulubiwa kesho yake, aliomba ikiwezekana kikombe hiki niepuke, ila kwa mapenzi yako tafanya. Sasa ni kitu gani ambacho aliomba? Ukisoma ule mstari alisema baba yangu, kuna uhusiano pale. Alafu baadaye akasema mapenzi yako. Kwamba mapenzi yako ni nini? Ni watu waje kwa Kristo, watu waje kwa Mungu kupitia kwa mimi kufa, kupitia kwa mimi kuchukua dhambi zao. Sasa nini ambacho aliomba kiepuke? Tunaweza kusema kibinadamu alikuwa mwanadamu 100%, aliona ile mijeledi, aliona ile misumari, akasema ikiwezekana. Lakini tunatambua kwamba alikuwa ni Mungu 100%, kwamba aliomba ikiwezekana hichi kitu, hilo zoezi la kubeba dhambi za watu ambalo zinanifanya mimi nitengane na wewe, hicho kiwezekana kitoke ili mimi nisitengane na wewe, sababu hiyo gharama ya kutengana na wewe siwezi kuibeba. Ndio maana uliona sasa baadaye wakati yuko msalabani akachukua dhambi, akatengana na Mungu, hakumuita tena baba, akamuita Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwingine kote anamuaddress baba kama Mungu kama baba yake. Ila pale tu alipochukua dhambi akatengana na Mungu. Hicho ndio alikuwa anatamani ikiwezekana ile gharama ya kutengana na baba yake. Sasa Mungu anataka sisi tutafute mapenzi yake, kuwaambia watu wengine habari ya Kristo, ili watu waje kwa Kristo. Sababu hicho ndio kitu Mungu anapenda. Kwa kuna njia nyingi ambazo tunaweza kuzitumia kuhakikisha watu wanakuja kwa Kristo. Nitazielezea hapo. Lakini nielezee kwa nini Mungu anasema tutafute kwanza ufalme. Kwa nini tumweke Mungu kwanza? Kwa sababu ahadi zake ni za kweli, kwamba ukifanya ya kwake kwanza na yeye atafanya ya kwako kwanza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliweka mkazo wa kumweka Mungu kwanza katika maeneo mengi, lakini nitataja mawili. Alivyoulizwa kuhusu amri kuu ni ipi? Sasa nakupeleka katika zile amri 10 za Mungu. Zimegawanyika. Kuna amri zinazomhusu Mungu na ndo zinazoanza, na kuna amri zinazohusu watu. Kwa hiyo Mungu anatuelekeza
amri ya kwanza mpaka ya 3 ni Mungu kwanza. Bwana asifiwe. Ukifanya kwanza kwa Mungu, haya mengine yote yatawezekana. Kitu kingine anachotuonyesha kwamba tunatusisitiza kuwa tuanze mweke Mungu kwanza, hadi kwenye sala ya Baba Yetu. Ina maeneo mawili. Ina focus ya Mungu na ina focus ya kwetu. Anasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. First thing. Alafu anasema mapenzi yako timizwe. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mapenzi yake. Ukifanya hivi, ndio anakuja sasa kufanya ya kwako, kukupatia riziki, kukupatia ulinzi, kukusamehe makosa yako. Kwa tukifanya ya Mungu kwanza, Mungu atakuja kufanya ya kwetu. Kuna mfalme mmoja alikuja akatoa tangazo kwa wananchi wake wote. Akasema, nawapa nafasi wananchi, kesho kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 12 mje nyumbani kwangu, mchukue vitu vyote ambavyo mnaona kinawafaa, kila mtu abebe. Nawaachia hiyo nafasi. Kwa asubuhi watu wakaanza kubeba. Ikafika mida ya saa 9 jioni, mfalme akatoka kwenye kile kibaraza chake, anaangalia watu wanavyochukua vitu, wanaondoka, wanafurahi, wanaondoka. Ikifika mida saa 11, anamuona kijana anasogea kwa karibu ya mfalme. Sasa mfalme akaona, mbona huyu kijana hayuko busy kuchukua vile vitu, yeye yuko busy tu kukani, anasogea tu kwangu. Akabidi amuulize, wewe huna mpango wa kuchukua vitu? Mtoto akasema, tayari nimeshachukua. Mfalme akaona, mbona sioni umeshika chochote, ni kitu gani? Akamuuliza, ni kitu gani umechukua? Akasema, nimekuchukua wewe. Mfalme akashtuka, akasema, mimi tena? Akasema, si umetoa tuchukue chochote kwa nyumba yako? Kwa mimi nimekuchukua wewe. Mfalme akamuuliza, kwa nini mimi? Akasema, wewe ndiye ulitoa tangazo, ndio mwenye mamlaka ya kusema watu waje wachukue bure na waondoke navyo. Kwa wewe mwenyewe unaweza ukaamua sasa hivi wote waliochukua warudishe, na watarudisha bila kupoteza hata kimoja. Kwa wewe una mamlaka, kwa mimi nimeichukua hiyo mamlaka. Halo. Kwa yeye alitambua kitu gani chake ni kizuri, kwamba nikimpata mwenye mamlaka, hivi vingine vyote nimevipata. Tunapambana katika maisha yetu, ndio maana Yesu anasema tusisumbuke, kwa sababu tunahangaikia vitu, tunamsahau mwenye vitu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kabisa tunapitia changamoto, najua kabisa kuna wakati utatamani kuja na mbadala, na iko hivyo kwa sababu ni nature ya wanadamu. Ndio maana Mungu anatukumbusha tusitegemee akili zetu na tusimtegemee mwanadamu. Maana ukifanya hivyo, matokeo yake ni laana. Amelaaniwa. Lakini amesema amebarikiwa mtu yote anayemweka Mungu kwanza. Despite na machangamoto yote tunayopitia, unamweka Mungu kwanza. Na ukifanya hivyo, Mungu ataanza kukusaidia, utaona anavyodina maisha yako, na ndio kile sasa Mungu anatamani kuona. Anataka kutumia wewe uonyeshe mamlaka na uweze kuwafanyia watu wengine kile ambacho Mungu amefanya kwako. Bwana asifiwe. Mimi ni mtoto wa mchungaji, nimezaliwa kanisani, nimezaliwa katika familia inayompenda Mungu, lakini maisha yangu yalikuwa ya reflect na kile ambacho mtoto wa mtumishi anatakiwa kuwa. Na nafurahi kwamba leo nimemwona mjomba wangu, kaka wa dada yangu, yuko pale Mzee Seklasa, na anajua familia yangu vizuri. Kwa hiyo chochote ninachokisema mnaweza kwenda ku-verify. Nimekuwa kanisani. Nikaanza, mimi ni mtoto wa mwisho, tuko watatu wa kiume. Kaka zangu wanafanya vizuri sana kwenye masomo, mimi nilikuwa sifanyi vizuri, ingawa wazazi wanasema nilikuwa na akili sana. Sasa nilikuwa sioni kama natajwa kwenye familia, wakikutana kama amefanya fulani amefanya vizuri, mimi nilikuwa sitaji. Kwa hiyo nikaanza kucheza muziki kanisani, nikawa napiga drums, nikawa napiga bass, angalau na mimi nionekane. Niwe na sehemu ya kusemwa kidogo. Nikaenda sekondari, nikaanza kujicheza mpira wa miguu, na mimi nikaanza ili nionekane kidogo. Haya mambo mawili yalinitoa mbali kabisa na Mungu.
Nikatambulishwa na marafiki ambao wakanitambulisha kwenye ulevi, wakanitambulisha kwa kuanza kulala na wasichana, kwenda club, vitu ambavyo nilikuwa navifanya havireflect na kile ambacho wazazi wangu wananihisi ni hivyo. Nilipofika chuo kikuu najitegemea mwenyewe, nikaanza kuishi maisha ya kwangu mwenyewe. Alafu Ijumaa nilikuwa ndo muda wangu wa kwenda club na kunywa na wanawake na vitu kama hizo. Jumamosi nakuja na hangover, nalala, naamka saa 9 naenda kwenye mazoezi ya praise team. Naongoza ibada, saa nyingine naimba na vitu kama hivyo. Siku moja nikiwa club saa 9 usiku, Mungu akaniuliza, kwa sababu nilijitahidi sana marafiki zangu wa chuo wasije wakakutana na marafiki zangu au jamii ya kanisani na vice versa. Nilipambana sana wasiweze kujua. Ingawa marafiki zangu walijua ni mtoto mchungaji, lakini wanajua kabisa nini na maisha yangu mengine. Hawajui kabisa huku nikiwa ndani na pretend kweli. Mungu akaniambia hivi, inakuwaje siku moja umesimama alafu sasa hivi tuna projector kama hivi. Kipindi hicho kwa mna projector. Mungu anaonyesha huko hapo saa 9 usiku unakula mziki na nini na umeshika vinywaji na nini. Ile ambayo ulikuwa unatumia nguvu kuficha. Then what? Nikamwambia Mungu, kweli nitakuja kufanya maamuzi ya kuokoka, hii keli sio sawa. Namshukuru Mungu sana, mwaka uliofuata nikaushiriki kwenye kongamano la vijana na mhubiri akaelezea kuhusu upendo wa Mungu, akautoa mfano wa rais anakukaribisha Ikulu. Kila mtu anatamani kwenda Ikulu. Kusema sasa Mungu ni zaidi ya rais ambaye anakukaribisha, sio tu kuja na kuondoka, unakuja alafu unakuwa mlisi pamoja naye, yani anakupa ile miliki yote. Kwangu mimi ile nikaiona kwa namna tofauti sana, nikatoa maisha yangu kwa Yesu. Kitu kilichotokea ndani ya muda mfupi sana. Ni pamoja nilikuwa kanisani, pamoja niko na wazazi tunasoma neno. Mimi binafsi kukaa kushikia Biblia hivi kusoma, hata mistari miwili nilikuwa siwezi. Mbele za watu nitasoma, lakini mimi mwenyewe kama mimi ningeona muda wa kusoma nilikuwa siwezi. Kuomba, yani nikijitahidi sana labda dakika moja. Hapo nimejitahidi kweli kweli, hiyo peke yangu. Ndani ya muda mfupi sana, ndani ya mwezi mmoja, nishangaa naanza kupenda kusoma hichi kitabu kuliko vitabu vyote vile. Nikaanza kuomba, kuna siku niangalia saa nilipoanza kuomba, nikaja kumaliza dakika 30 imepita. Ikaendelea, nikawa na shauku ya kuendelea kuomba. Story karudi sasa, narudi chuoni. Chuoni ambao hawajui na sikuwaambia. Sababu nilikuwa nasema nimetubu sana, huenda hii kando kama zile tu. Nikarudi kule. Kilichotokea, tunajipanga sasa Alhamisi kwa kesho tunaenda club na nini, mimi nikasema siendi. Basi wakaenda, mimi ndio natania hiyo nitatokea. Ile usiku simu ziliita nyingi sana. Uko wapi? Sababu mimi kidogo mchangamfu, alafu pia wenzangu wakishapiga vitu, Mungu amenipa neema, siji niseme mwili wangu ulikuwa au nifanye nikitumia hapo kiasi gani nilikuwa silewi. Kwa hiyo mimi ndo nilikuwa dereva wao. Wenzangu wakishakuwa bricks, mimi ndo natumia kuwa drop kila mtu eneo lake. Kwa sasa nisipoenda maana yake ni kwamba hawana dereva. Na kipindi hicho Bolt, Uber hazikuwepo. Kwa hiyo sasa ilikuwa ni mtihani kwao. Kwa sasa ilivyokuja wiki iliyofuata Jumatatu, mimi nilaumu na nini, lakini baadaye wakasema bana, kama Gideon hata kwenda na sisi tutaenda. Ikafika Ijumaa, kweli sikuenda. Jumamosi asubuhi wananipigia simu rafiki zangu. Kila mtu kwa muda wake. Hatukujua bwana. Kumbe tulikuwa tunatumia hela nyingi sana klabu. Yaani leo jana sijaenda, nimebaki na hela ya kutosha. Kuanzia sasa hivi siendi tena klabu. Kwangu mimi nikamshukuru Mungu kwa sababu tayari ni injili nimeshaipeleka kwao. Wameshagundua kwamba kuna vitu ambavyo sio necessary kuvitumia, wanahitaji kuangalia namna sahihi ya kutumia pesa zao. Bwana asifiwe sana. Lakini baadaye nikaja nikawaambia mimi siendi kwa sababu nimeokoka. Nikapata nafasi ya kuwashuhudia. Kuna watu wawili ni dini ile nyingine, wakasema tunashukuru kwa maana umeweza kutuambia ukweli. Wawili wengine wakasema tunamjua Kristo na tulishafanya maamuzi, lakini tunashukuru kwa kutuambia na tuombee na sisi siku moja tufanye maamuzi uliofanya wewe. Marafiki zangu wengine ambao nawafahamu, watoto wachungaji ambao tulikuwa tukikutana tunaongea, 70% ni mambo ya wasichana. Alafu 40% ni muziki, sababu wote walikuwa wanapiga muziki. Sasa wakashangaa mimi katika maongezi yao mimi siongei lolote nikiongea kija swala la wanawake. Ikapita mwaka nikaanza kuobserve na tunaanza kubishana maneno ya Mungu. Yaani ile stories za wanawake zikawa hazipo tena, zikaanza kujadiliana mistari. Mimi kabidi niwaulize imekuwaje, mbona sasa hivi tunabadilika maongezi yetu? Akaniambia
wewe umetusaidia sisi kufanya maamuzi binafsi ya kuokoka. Nikawa curious. Tunaweza kumshukuru Mungu kwa makofi. Nikawa curious kujua kwa nini. Kanaambia tunawajua walokole. Tunawajua walokole wengi ni wanajaji. Lakini wewe toka ulifanya maamuzi ya kuokoka, tunakaa na wewe, tunaongea mastori mengine, wewe uongei na wala hautujaji, unatupenda. Unaendelea kuwa na sisi. Tukasema kuna kitu tofauti wewe unacho. Na sisi tukasema tunataka wokovu wa namna hii. Kwa hiyo walivyofanya maamuzi binafsi, Mungu akabadilisha maisha yao na wao wakabadilika. Nini nakisema katika hizi stori mbili? Maisha yangu yaliweza kumwakilisha Kristo kwa kila sehemu niliyokuwepo. Kuna vitu, mamlaka, uweza, utawala. Mimi binafsi sijui kama ningeweza kuacha kunywa, sijui kama ningeweza kuacha kulala na wasichana, sijui kama ningeacha kwenda club. Mimi napenda muziki sababu napiga muziki. Kwa hiyo muziki kwangu kusema nisiache kwenda ni kitu ambacho ni ngumu. Na nilikuwa na justify kabisa, mimi sisikizi maneno. Mimi unajua ni mwanamuziki, nasikiza zile chords na nini. Lakini ukweli ni kwamba na justify tu kitu ambacho sio sawa. Lakini Mungu kwa sababu aliingia ndani yangu, nikatambua mamlaka alionayo juu ya hivi vitu ambavyo vilikuwa vinanisumbua, akaweza kunibadilisha, na watu wakaona transformation ya maisha yangu, na watu wakatamani kuwa karibu na mimi. Na mimi kwa sababu nitambua kumpenda Mungu na kuwatafuta watu ambao bado hawajamjua Kristo, nikaweka kipaumbele changu kutafuta ufalme wa Mungu, kumweka Mungu kwanza. Sio rahisi, na ndio maana nasema tafuta. Tafuta maana yake ni kwamba hicho kitu kipo, ila hakipo katika mazingira yako. Kwa hiyo inahitaji ufanye kazi ya kutafuta kile ambacho kipo. Kwa hiyo ufalme wa Mungu upo, ila unahitaji kutafuta kila siku ili uweze kuingia kwenye maisha yako, ili uwe halisi kwenye maisha yako, ili tuone ile transformation kama vile Waingereza walivyotuasili sisi wa Tanzania. Tumuone Mungu aweze kubadilisha maisha. Sasa kwenye kufanya mapenzi ya Mungu ni kuwaambia watu wengine habari ya Kristo. Yesu akati anatoa maneno yake ya mwisho kabisa, Mathayo sura 28, alitoa maelekezo. Akasema mamlaka yote, akajitambulisha yeye ni nani. Mamlaka yote ya mbinguni na duniani ninayo. Sasa kwa sababu ninayo mamlaka na nyinyi mpo na mimi, na wapeni hayo mamlaka, muende huko mlipo, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye wanafunzi. Hakuna limitation, kwa sababu alijua sisi maisha yetu ni movement. Ulikuwa mtoto kwa mtu mzima, ulikuwa unaishi eneo fulani, sasa hivi umehamia eneo fulani, ulikuwa unasoma, sasa hivi unafanya kazi, ulifanya kazi ukahamishwa ukahamia sehemu nyingine. We are moving in the movement. Kwa hiyo anasema twende kokote tutakapokuwa, tukapeleke ule ushawishi, ile nguvu ya ushawishi, yale mamlaka, ule uweza kwa watu wote. Then kule sasa, nyinyi mnafahamu saa hizi mambo ya teknolojia na mambo ya social media. Mtu mwenye wafuasi wengi ndio ana nguvu ya ushawishi. Bwana asifiwe. Na tunajua hata kwenye muziki, hata waimbaji, namna ambavyo wameathiri vijana wetu. Kwa sababu ya nguvu yao ushawishi, vijana wengi sasa hivi hata namna ya kuvaa, namna ya kuimba, namna ya kuonekana inaendana na wale ambao wao wanawapenda. Kwa hiyo ndio maana Yesu anasema muende mkawafanye wanafunzi. Maana yake ni kwamba sisi tunapeleka ushawishi ili wale watu waweze kutufuata sisi. Hichi kitu Yesu mwenyewe alikidemonstrate. Alisema kwenye tamaduni ya Kiyahudi, baba ana kazi au ana majukumu matatu kwa kijana wake kiume. Jukumu la kwanza ni kumfundisha dini anayoiamini yeye. Jukumu la pili ni kumfundisha kazi, kuwajibika, kwa anafanya kazi ambayo anafanya yeye. Ya tatu ni kumtafutia mke. Kwa maana sasa hivi anajua dini, huyu anajitegemea, sasa yuko tayari kuoa, anatafutiwa mke. Sasa akiwa mwaka 5 mpaka 12 mtoto anaenda kusoma chuo au shule ya Urabi, ya Torati. Zile Torati 5 za Musa. Anajifunza, baada ya hapo ana qualify kwenda chuo cha Urabi. Anamfuata, anakuwa chini ya Rabi, atamfuata akifanikiwa. Kwa akifaulu, Rabi anamwambia nifuate. Akifeli anamwambia rudi nyumbani, kaendelee kufanya kazi ambazo unafanya kazi na baba yako. Muda utafika, baba yako atakutafutia mke, utaoa,
utapata watoto, labda watoto wako watakuja siku moja kuingia kwenye chuo cha urabi. Kwa hiyo kifeli ni kitu ambacho ni huzuni ya muda mrefu. Sasa tunamwona Yesu 0-12 ni mtoto wa seremala. Miaka 30 hapa katikati tusikii chote, miaka 30 ni rabi. Tafsiri ni kwamba Yesu hakufeli, hakuwa kilaza, alifaulu kuingia kwenye chuo cha urabi, akamfuata rabi na yeye baadaye akaja kuwa rabi. Anaanza huduma yake, anakutana na mabaharia wavuvi ambao watu wa umri ni mkubwa kuliko Yesu. Maana yake kwamba hawa watu walifeli kwenye chuo cha urabi, wakarudi kusaidia wazazi wao na wakapatiwa wake kama Petro, akawa na mtoto. Sasa Petro ambaye kwa anatamani kusikia nifuate kwa rabi, ameikosa. Alafu anakutana na rabi, anamwambia naomba nitumie chombo chako nikae ili niweze kuhutumia watu wengi, kwa sababu rabi alikuwa na ushawishi. Alafu anamwambia twende ukapeleke nyavu zako kilindini. Mimi ni Muha, mangu ni mwangaza. Nilishafanya tafiti ya namna uvuvi kwa sababu babu yangu alikuwa mvuvi. Kipindi cha uvuvi ni kipindi ambacho kuna giza, ni unaenda na taa, samaki wanafuata taa au mwanga. Kipindi ambacho ni cha mbalamwezi sio kipindi kizuri cha uvuvi. Sasa Petro na uwezo wake wote ameweza kuvua usiku kipindi cha uvuvi kwenye ziwa ambalo ni maarufu sana, ambalo sio kila mtu anaweza kuvua, ni lazima uwe mashuhuri na mtu mbobezi. Alafu anaambiwa na Yesu mchana kweupe, ambaye CV ya Yesu ni mtoto wa seremala. Anamwambia mvuvi mbobezi wa miaka yake yote, nenda kaweke nyavu zako kilindini. Baada ya hapo story tunaifahamu kwamba Yesu aliweza kuvunja ile principle ya uvuvi, akapata samaki wengi kuliko kipindi chote cha uvuvi. Alafu akamwambia nifuate. Petro hakuacha tu nyavu sababu ya ule muujiza. Hapana. Petro alikuwa anatamani kusikia nifuate toka miaka mingi kwa sababu ya ile nguvu ya ushawishi. Tuna watu wengi sana wamekaa huko wanasubiri waambiwe njoo Yesu anakupenda. Ni wewe unayetakiwa kwenda kufanya kupitia maisha yako. Sasa ukiweza, Petro alimfuata Yesu na wale wanafunzi kukaa nao, wale walibadilisha maisha yao wakaanza kuishi maisha ambayo anaishi Yesu. Ndio ile anasema kawabatize. Tunaua maisha ya zamani, tunakuja na maisha mapya. Baada ya hapo anawaambia muwafundishe uyashika yote. Sasa angalia, wakati wanataka kumuua Yesu walikuwa wajui wampataje Yesu. Wakabidi wamtafute mtu wa kwao, bwana hebu tusaidie, tukija hapo maana hatuwezi kumjua Yesu ni yupi. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu walifanana na Yesu, walishindwa kuwatofautisha. Ndio maana hapa Petro anapomkana Yesu, anamkana Yesu kwa ile wanasema gesture, hata kuongea rafuzi ni kama Yesu. Simjui mtu huyu lakini anaongea ni kama vile Yesu anasema. Kwa sababu hawa watu walikaa wakafanana. Ndio kile Mungu anatamani sisi tunakavyoenda huko, au watu wabadilishe maisha yao wafanane na sisi maisha yetu ambao tunamfuata Kristo. Sasa kwenye kuwasaidia watu, sisi Life Ministry tupo kusaidia. Mbinu rahisi sana. Moja wapo ni kutengeneza mahusiano. Yesu maeneo mengi sana alionyesha kujali watu, kuhusika na mahitaji yao ya kibinafsi, alafu akaja kudili na maisha yao ya kiroho. Bartimayo mfano, alimponya upofu wake, alisimamisha msafara wake akamponya. Kwa tutakufundisha namna ya kuweza wewe katika maongezi tu ya kawaida ukaweza kumjali mtu na kujua hitaji lake na ukaanza kuomba naye na ukatengeneza mahusiano ya kukupenda. Baada ya hapo tutakufundisha njia rahisi sasa ya kushuhudia, sababu sisi tunatengeneza kwanza kama vile mfumo wa ukulima. Tunaanza kupanda shamba, tunapanda mbegu, tunapalilia, alafu tunavuna. Hivyo hivyo tunaandaa mioyo ya watu, tunaongea neno la Mungu, tunawasaidia wakue kumjua Kristo, alafu tunawavuna kwa maana sasa wao waje kwenye kusanyiko na wao wakawafikie wengine. Sasa Life Ministry tupo kukusaidia wewe ili usiweze kusema sina sababu kwenye eneo la ushuhudiaji. Lakini eneo la ushuhudiaji sio peke yake kuhubiri watu habari ya Injili, kuna utoaji. Bwana asifiwe. Nikiwa namalizia eneo la utoaji, walioleta wiki iliyopita tumejifunza kuhusu gharama zilizotolewa kwa watu kuja kufanya uinjilisti. Watu leo tunafurahia wokovu kwa sababu kuna mtu alitoa pesa yake, alitoa muda wake, alitoa ujuzi wake. Marekani ni nchi ambayo imebarikiwa sana kwa sababu wao wanapenda kusupport huduma za kijamii na Injili. Na wameweka kabisa katika sheria zao za kodi kuna msamaha unaupata kama utaweza kutoa pesa yako au kipato chako kwenye eneo la uinjilisti au eneo la
mambo ya kijamii. Sisi tumepokea Ukristo, kuna eneo hatujafanya vizuri, kugusa moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu ndio Mathayo 3:16. Alipenda watu. Je, sisi tunawapenda watu? To the point tuwafikie kwa pesa zetu, kwa ujuzi wetu. Tunaopenda watu kutoa muda kwa watu wengine kuwaombea wanaoenda kuwafikia. Leo hii tukisema tuna uinjilisti, kuna kikundi cha watu fulani kinasimama kwenda. Lakini kama tungetambua ni moyo wa Mungu, tukifanya kwa Mungu, tukaanza naye, tunaweza tukaipanga vizuri, tukaomba likizo au ruhusa kama ni siku ngapi, wote tukaenda tukafanya, kwa sababu ni moyo wa Mungu. Hatuendi tu kwamba okay, mimi sina muda natoa basi pesa. Ni sawa, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya pesa hizo, maana tunazihitaji zifanye hiyo kazi, lakini pia Mungu anataka wewe uhusike kwenye uinjilisti. Wewe ukienda kwenye field, Mungu atasema na wewe tofauti sana na utaielewa vizuri sana. Kwa hiyo Mungu anataka sisi tuoe. Sasa kwenye utoaji kuna ujuzi ambao tunauacha nyuma. Na uzuri hapa naongea na wasomi wengi, watu wenye taaluma. Kuna namna unaweza kutumia taaluma yako ukaitoa kusaidia kazi ya Mungu kwenda mbele. Kuna watu ambao mnaweza kuandika miradi, mnaweza kutengeneza masuala namna ya kutafuta fedha, sijui namna utaratibu wa kufanya. Kila aina ya taaluma Mungu ameweka ndani yako, unaweza kufanya. Ni moyo wangu na shauku yangu kwamba kila Mkristo akatambua, akimweka Mungu kwanza, Mungu atafanya kwake kwanza. Naomba tusimame. Kama wewe uko hapa na unaenjoy, unafurahi kuwa mtoto wa Mungu, tambua kwamba kuna mtu alimweka Mungu kwanza, akatoa muda wake, akatoa ujuzi wake ili wewe uweze kusikia injili ya Kristo. Leo hii umesamehewa dhambi zako, na leo hii Mungu haziangalii tena dhambi zako, anamwangalia Kristo aliyekuwa kwenye maisha yako. Nini inafanyika kwako kwa watu wengine? Mungu hataki ubaki na wewe tu. Alianza na watu 12, leo dunia nzima tuna Wakristo bilioni 2.4. Walianzia watu 12. Kwa wale 12 wangebaki, leo tusingeweza kupata neema hiyo wokovu. Sisi Tanzania bado watu wengi hawajamjua Kristo. Hawana mahusiano binafsi na Kristo. Wanaweza kuwa wamezaliwa kwenye familia za Kikristo, lakini bado hawajawa na mahusiano binafsi na Kristo. Tunafanyeje sisi kama Wakristo? Kuna wimbo mmoja ulinifanya kuwaza sana kuhusu upendo wa Mungu kwa watu. Anasema kama Mungu angehesabu makosa yetu, nani angesimama hapa kujitetea kwamba mimi ni mtakatifu, mimi niko sawa? Yeye ameamua kabisa kutokuyahesabu makosa yetu. Huo wimbo natamani tuuimbe, utafakari. Sijui kama unaofahamu, sijui kama praise team unaofahamu. Kiwimba utafakari, tafakari Mungu aliyekupenda kiasi gani akaamua kukuokoa. Sasa kwa nini unabaki na huo wokovu kwako? Mungu amekubariki na resources. Kwa nini usizifanye hivyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Kwa nini usitafute Mungu kwanza kwenye mambo yake, alafu yeye afanye kwenye mambo yako? Kuna maeneo Mungu amekubariki sasa hivi unaweza kusema mimi sihitaji Mungu. Lakini kama Mungu angekuweka kwanza, nina uhakika ungefanya zaidi ya hapo ulipotakiwa kuwa. Kwa sababu Mungu ametupatia, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 anasema tumepata roho wa Mungu ambaye ametukirimia, ametuonyesha vitu ambavyo tumepewa bure. Kuna vitu vingi tunahitaji kutumia nguvu kwa sababu viko tayari kwetu. Lakini pia kama uko mahali hapa, nitoe nafasi hii, hujawahi kutoa maisha yako kwa Kristo. Umesikia ushuhuda wangu, au ulikuwa umefanya maamuzi lakini umeona kabisa kuna vitu havijakaa sawa, unataka kutengeneza na Mungu. Wakati naimba wimbo huu, wewe nitakuomba uje mbele, tutaomba na wewe. Lakini sisi wengine wote tujitafakari, ni eneo gani Mungu anasema na wewe sasa hivi kwenye eneo la kutafuta ufalme au kumweka Mungu kwanza, unatakiwa ufanye. Kama
makosa yangu kama msamaha kwako. Makosa yangu. Mungu hajaruhusu uondoke duniani, huenda ni kwa sababu bado anatoa nafasi kwako ukabidhi maisha yako kwake. Anatamani utengeneze ili uwe mtoto wa Mungu na uanze kuona faida na raha ya kuwa kwa Kristo. Kama upo unatoa nafasi nyingine moja kwa nusu dakika tutavoimba, karibu. Natoa huo mwaliko, karibu. Na neema hauyaoni kabisa makosa yangu Bwana, kama makosa yangu. Sawa. Nashukuru, lakini pia tunaweza tukajiombea wenyewe. Kile Mungu anatamani ufanye ni kumweka yeye kwanza. Na nasema tutafute, maana yake ni kitu ambacho ni consistency. Ni kila wakati tutafute ufalme wake na mapenzi yake. Kwa dakika hizi chache, wewe binafsi kwa maneno yako mwambie Mungu akusaidie eneo ambalo amesema na wewe kwa maneno haya. Twende mbele za Mungu pamoja. Baba, asante kwa kuwa wewe ni mwema. Ninakubariki, ninakutukuza. Asante kwa kuwa umesema na mimi nikuweke wewe kwanza. Najua kuna maeneo mengi, kuna muda mwingi sikuweki wewe kwanza. Kuna muda natamani kusumbuka na kuhakikisha vitu vyangu, familia yangu inakaa sawa. Nasahau kwamba natakiwa nikuweke wewe ili wewe uweze kushughulika na yale ya kwangu. Baba, nimeona maeneo mengi nilivyokutanguliza umefanya kwenye maeneo yangu mengi sana, lakini na maeneo mengi sijafanya. Leo umenikumbusha. Ninaomba basi unisaidie nikuweke wewe kwanza, hata kama situations zinazoonyesha ni ngumu kutulia. Baba, ninaomba kwa ajili ya watumishi wako hawa. Wewe unawajua, umesema nao kwa lugha ambayo wao wanaijua na wanaisikia. Ninaomba Mungu wasaidie lile eneo ambalo hawajafanya vizuri kuweka wewe kwanza, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba uwasaidie wakaweze kukuweka wewe kwanza. Ninaamini kwamba neno hili halijaja bure, na ninajua kabisa wewe Mungu unaenda kufanya. Ninaamini kabisa wewe Mungu unaenda kutenda.
katika jina la Yesu Kristo. Najua kuna shuhuda nyingi Mungu utaenda kufanya kwenye maisha ya watu kwa sababu umetambua kusudi lako. Ninaamini haya kwa kuwa nimekuomba na ninakushukuru, na tukishangilia wote tukimpigia Bwana Yesu makofi mengi, vigelegele, mshangilie Bwana kwa kuwa amesikia maombi yetu. Amen.